Na mbali na hayo ni kwamba wanafunzi wamehimizwa kujiunga na vyuo vya ualimu wakitilia mkazo mafunzo ya mtaala wa CBC ili kuziba pengo la walimu wa mtaala huo huko Busia. Mfumo huu wa CBC ulioanzishwa mwaka 2017 unakabiliwa na mawimbi ya changamoto, huku wengi wakielezea ukosefu wa miundombinu na walimu wenye ujuzi unaohitajika. Mkurugenzi wa chuo cha mafunzo ya ualimu cha Busia kilichoko katika eneo bunge la Matayos, Douglas Barasa, amesisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuna mifumo thabiti ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi na kusaidia walimu wa madarasa ya gredi za 7, 8 na 9 ili kukabiliana na changamoto za CBC. Katika mtaala huu wetu wa CBC ni vyema wakurugenzi na wakurufunzi wa elimu, yani teacher trainees, wajifunze jinsi ya kutangamana na watu na wakuza utamaduni wetu. Na hii jinsi inafanya kuinua jamii. Akiongea shuleni humo wakati wa hafla ya siku ya utamaduni, Barasa alieleza umuhimu wa wanafunzi wa kozi ya elimu kujifunza namna ya kukuza vipawa kwa minajili ya kuelekeza wanafunzi wa mtaala wa CBC. Katika hii chuo tumetoa walimu ambao wamehitimu kufunza mtaala mpya wa competence based curriculum CBC. Huu mtaala mpya na tumefunza walimu wetu, na we have even retooled even our tutors to get the really methodology, yale methods za kufunza hawa walimu ili wahitimu kwa kiwango ya juu. Ndio sababu tunaandaa hafla ya kufuzu yao hawa walimu, na itakuwa hapa karibuni. Walimu waliofanya kozi ya mfumo wa elimu wa zamani wa 844 nao wametakiwa kuboresha masomo yao ili kupata yale ya mtaala mpya wa CBC na kujaza pengo la upungufu wa walimu Busia. Kama kuna mwanafunzi, na najua wapo wengi ambao wamemaliza mwaka wa 2004 wakirudi nyuma hadi kule miaka ya nyuma, wako huru kujiunga na hiki chuo, na tuna uhakika ya kwamba tutawapatia masomo bora na watakuwa katika soko kule nje, hawatawahi kosa kazi, kwa sababu saizi walimu wa CBC ni walimu ambao wanahitajika kwa kila shule. Hata wale ambao walifanya mtaala wa kitambo wako na nafasi ya kuja kufanya upgrade ya CBC. Kuna wengi tulikuwa hatujui kutumia vipakatalishi, lakini sasa hivi tuna uwezo, tunaweza tumia katika eneo lolote. Tukiangalia nyanja mbalimbali, hasa mfumo huu wa CBC wa elimu unahitaji wanafunzi na walimu ambao ni wabunifu, ndiposa shule yetu kwa muungano pamoja na administration tumeweza kuandaa culture. Hata hivyo, mkurugenzi wa elimu wa Busia James Ekalio amewahakikishia wazazi kuwa madarasa ya gredi ya 9 yamekamilika, akiwataka wazazi kuhakikisha kuwa wanashirikiana na walimu kufanikisha mtaala huo. We currently have grade 9 and the government and all the stakeholders we are collaborating to see to it that our grade 9 are transiting to grade 10 next year. There is a lot of teacher training going on. We've gotten teaching and learning materials for all our grade 9 learners. We have the teachers, that I should say confidently. We have the grade 9 classrooms. So if we went around our schools, all of them have classrooms. Mfumo wa kisasa wa kuelekeza wanafunzi wanaopania kujiunga na vyuo vikuu vile vya kiufundi na vya mafunzo anuai umekuwa na changamoto kwa wanafunzi. Vyuo ambavyo viko karibu area hii tumeathiriwa kiasi kwa sababu ya kuchukua watu through CUPS. Lakini tungeomba kwamba hata ingekuwa through CUPS ijumuishe college zote, watu wote wapewe nafasi ya kuchagua ni shule gani na chuo gani wanaenda. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Naam, tunapata matangazo upande wa pili, lakini usiende mbali, tarejea hivi punde na taarifa zaidi.